suite, info en Swahili. Karibuni watazamaji wapenzi wa televisheni ya Raia, tunaalikeni kwa kuweza kufuata taarifa habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Tutafungua ukurasa wa habari jioni ya leo tukiwajulisha kwamba upande wa primature uko kwenye waziri mkuu Mama Judith Suminwa Tuluka aliweza kabisa kuhudhuria kunako mkutano uliosemea kuhusu makutano makubwa ya kianakike ya kazi ya umma. Basi kwa kutokana tuna aliko ya waziri mkuu makama usikana mambo ya fonction publique Jean-Pierre Liaou, ndiye mkutano huo uliongozwa kunako kituo cha utamaduni pia uchoro ya mainchi ya Afrika ya kati kunako mtaa wa Kasavubu. Katika masemi yake waziri mkuu Judith Suminwa alihakikisha nia ya serikali yake ya kuweza kuinua kabisa ulinganishi ya mwanamke katika makazi ya umma, makazi zote za umma. Pia mwanamke anapaswa kabisa kuwa nafasi ya usimamizi, pia kuchukua madaraka katika mashirika ya umma. Mwezi wa 3, mwezi wa mama ulimwenguni, kunako wizara wa fonction publique, waziri mkuu makamo Jean-Pierre Liaou alimsifia kabisa rais kwa kuweza kumuinua mwanamke, kwa kuona kwamba rais Felix Antoine Tshisekedi ni bingwa juu ya kuweza kuinua kabisa wa mama. Ni sawa vile aliweza kumtaja Mama Judith Suminwa, sawa vile waziri mkuu, pia kuna wamama wengi wenye kupatikana katika uongozi wa vyumba mbalimbali ya nchi. Ujumbe ya chama AAC Palu iliongozwa na katibu mkuu pia mkuu wa chama Didier Manzenga, mwenye aliweza kabisa kuwa na mazungumzo pamoja na mshauri wa rais ausikana mambo ya ulinzi bwana Kasmir Kolongele Eberande. Basi yote ilihusika tu na hali ya kupata mafikara ya kila mmoja, ndiye mahusiano hiyo iko naendeshwa na mshauri ausikana mambo ya ulinzi ya ofisi ya rais, kwa kuweza kupata mafikara ya kila mfanya siasa, vyama mbalimbali ya kisiasa, juu ya kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuunda kabisa serikali ya pamoja. Ni shabaha ya wafanya siasa kwa kuweza kuhakikisha kabisa msimamo wao ya kuonesha kwamba wako wote nyuma ya rais Felix Antoine Tshisekedi juu ya kuweza kusimamisha inchi na kuweza kuendelesha inchi. Ujumbe huo ulitungwa kabisa na wateule wa senati, pia wafanya siasa wa chama hiyo Opalu. Mshauri maalumu wa rais ausikai na ulinzi aliweza tena kuwa vile vile na mahusiano pamoja na waziri makamo wa sheria mwenye alichaguliwa na Patriarche Christophe Mbusu, kwa kuweza kujumbia vijana wa chama CRD juu ya kuweza kuongoza kabisa ujumbe huo ya kigundi AACRD kwa mshauri maalumu wa rais ausikana mambo ya ulinzi juu ya kuweza kuwa naye mazungumzo. Basi mshauri Desire Kasmire Eberande anafungua kabisa mlango kwa kuweza kabisa kuwapokea wote wenye kutamania umoja wa taifa, kwani sisi wote tujiunge kwa kuweza kumfukuza adui udongo wa Kongo, sababu adui Mnyarwanda na wahusiani wake wa M23 wako na tatiza kabisa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nia yao ni kuua, kuiba na kupora kabisa mali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi ndiye chama hicho cha kisiasa kiliweza kuhusiana naye kwa kuweza kuonesha msimamo wao. Upande wa Sud Ubangi uko mtajua kwamba liwali wa Sud Ubangi Bobo Kalubo aliweza kabisa kujulisha mbele ya waandishi kutokana na masiku zake za kazi hapa mjini Kinshasa. Basi wakati aliweza kurejea upande huo wa Sud Ubangi, ndiye liwali Bobo aliweza kusudia kabisa kukamilisha onyo ya rais kuhusu hali ya kilimo.
Liwali wa Sud Ubangi alijulisha kuanzisha kwa kampuni ya kilimo yenye ilianzishwa mnamo tarehe 21 Machi mwaka huu uko upande wa Sud Ubangi. Yote ilipitikana mbele ya waziri wa kijimbo au sikai na kilimo Dalibuka, wa afya, pia wateule wa jimbo na wakuu wa kiasili na wakulima wengine wenye waliweza kuwapo kitako, waliweza hata kupewa vifaa vya kilimo. Basi liwali anajitahidi kabisa kwa kuweza kutoa vifaa vingi vya kilimo kwa wakulima wa sehemu hiyo ya Sud Ubangi juu tu ya kuweza kuendelesha hali ya kilimo. Upande wa Kasai Central uko mtajua kwamba liwali wa Kasai Central Joseph Moise Kambulu alipokea kabisa ujumbe wenye mali wa shirika maalumu katika sekta ya madini. Basi Jean-Pierre Tumba, memba wa ujumbe, alisema ya kama pamoja na liwali wataweza kabisa kuangalia kuhusu swali ya shirika hiyo ya Afrika Kusini yenye kuhusika na mambo ya madini kwa kuweza kushimika kabisa shirika hiyo kunako jimbo ya Kasai Central, hasa pale sehemu za Kakese kunako teritoria ya Luiza. Hiyo ni matembezi tu ya pili ya shirika hiyo sehemu hizo za Kasai Central. Kisha mazungumzo yao waliweza vile vile kusikilizana na viongozi wa majimbo juu ya kuweza kutoa kabisa makazi kwa watoto wa jimbo, sababu shirika hiyo ikishimikwa upande huo ni sharti wazaliwa wa sehemu hiyo wataweza kupewa makazi. Liwali anaunda kabisa makazi kwa watoto wa Kasai Central, hasa uko upande wa Kakese kuteritoria ya Luiza. Tukibaki tu sehemu za Grand Kasai upande wa Kasai Oriental uko mtajua kwamba jimbo ya Kasai Oriental inafungua kabisa njia kwa kuweza kushindikiza Fonareve yenye kujishurtisha na wahanga. Hali hiyo ilioneshwa kabisa wakati wa kuacha vibarua vya kualika wale watakaye tamania kabisa kufanya uchunguzi yenye itaanzishwa juu ya kutambua kabisa wahanga, juu ya kutafuta suluhisho kadhaa kuhusu wahanga. Basi coordonata wa kijimbo ya Fonareve Mirande Mulumba alijulisha viongozi wa Kasai ya Mashariki ya kama hiyo ni kusudio ya mkurugenzi mkuu wa Fonareve kwa kuweza kujibia mbio kuswali ya wahanga. Basi ndiye Fonareve inakusudia kabisa kuangalia namna gani ya kuweza kuleta suluhisho kwa wahanga wenye kutatizwa. Upande wa Bazuele ni liwali wa Bazuele Mike David Mukeni ndiye aliweza kabisa kukomesha matembezi yake ya uchunguzi kunjia ya Buta Tele, njia yenye kwa kuunganisha kabisa jimbo ya Bazuele na jimbo ya Chopo ina kilomita 85 na Buta. Basi njia hiyo ilikuwa katika hali mbovu zaidi, inatengenezwa kwa miaba ya shirika yetu. Liwali Mike David alitosheka kabisa kwa hali ya kazi yenye kuendeshwa katika njia hiyo, sababu leo raia wanaweza kabisa kujisafirisha katika hali bora. Anaomba vile vile kwa raia kwa kuweza kulinda njia hiyo yenye wako wanatumia. Basi matengenezo ya njia hiyo Buta Tele inafungua kabisa Bazuele na itaweza kabisa kuleta hali ya kubadilishana biashara mauchuzi mbalimbali kati ya jimbo ya Chopo na Bazuele, na itaweza vile vile kuleta furaha kwa raia wa sehemu hiyo. Upande wa jimbo la Equatori uko mtajua kwamba mteule bwana daktari Eteni Longondo aliweza kuasili mji wa Mbandaka, na upande huo ndiye aliweza kabisa kuhusiana na wanachuo wa mauniversity mbalimbali ya mji wa Mbandaka. Nilikuwa kunako chumba cha ISTEM Mbandaka, ndiye aliweza kuhusiana na wanachuo hawa.
aliweza kabisa kuwafasiria bidii ya Rais Felix Antoine Tshisekedi juu ya kuweza kufukuza na kumaliza kabisa ubabe ya Wanyarwanda mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliweza vile vile kualika vijana hawa kwa kuweza kuwa na uzalendo, kupenda nchi yao na kuweza kuwa wote nyuma ya Rais Felix Antoine Tshisekedi na vikosi vya Kongo na wazalendo juu ya kuweza kumfukuza adui wa Rwanda nje ya nchi yetu. Anaalika vijana hawa wenye kuwa na umri ya miaka 18 kuendelea kwa kuweza kujiandikisha katika jeshi juu ya kuweza kutetea udongo wa nchi chini ya bendera. Basi vijana hawa wanaalika wote kwa kuweza kuingia katika jeshi juu ya kuweza kutetea udongo wa Kongo. Upande mwingine mtajua kwamba kutokana na hali ya watetezi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hawa kabisa waliweza kuinua sauti yao juu ya kuweza kusemea swali yao kutokana na nia ya Rais Felix Antoine Tshisekedi ya kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kutia upya katika sheria ya Kongo. Ndiye watetezi hawa wanaomba vile vile malipo yao iwe inaheshimikwa, sababu wanajikuta sawa vile wakati kuna ufitina au hakuna ufitina, malipo yao haiheshimiko kabisa kama inavyostahili. Wanaomba malipo yao iwe inaheshimikwa ni wakati huyo mwenye anapata ushindi katika swali fulani, inafaa aweze kuheshimu vile vile kulipa watetezi, na huyo mwenye kuanguka katika swali fulani sio yeye ndiye atahusika na kuweza kulipa watetezi, ila ni huyo mwenye aliweza kupata ushindi katika swali hiyo ndiye anapaswa kulipa watetezi. Ndiye mtetezi Christian Kimbabe aliweza kabisa kusemea kutokana na swali hiyo ya watetezi wa Kongo. Upande wa uchukuzi uko mtajua kwamba madereva wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia wa mji wa Kinshasa wanahimizwa kabisa kwa kuweza kuuza ama kutafuta wawe na permis de conduire. Hiyo wanasema kitambulisho cha kuongoza gari. Pia muda inayowatolea wanapaswa kuheshimu, sababu siku ya 3 tarehe 26 Machi mwaka huu katika mkutano wa majumlisho ya operation ya kutoa kabisa permis de conduire tokea Novemba mwaka 2024 hadi leo, basi kiongozi wa tume kuu ya kutoa mapermis CONADEF kwa kifupi, Bwana Nicolas Nka, alisema kuhusu muda iliyotolewa kwa madereva wote hadi tarehe 13 Juni ijao ndiye itakuwa siku ya mwisho. Basi dereva mwenye hata kuwa na permis de conduire hiyo biometrike ya sasa ataweza kabisa kukamatiwa na kuweza kulipishwa amande. Kituo cha mafunzo ya lugha ya Urusia kunako shule Askofu Bokeleyale kiliandaa kabisa sherehe ya kupongeza na kuweza kutoa kabisa vyeti vya mwisho wa majifunzo kwa wanafunzi waliofaulu vizuri kwa mafunzo ya lugha ya nchi ya Urusia. Basi kituo hicho kinatumika kwa mashirikiano na ubalozi wa Urusia ku DRC kwa kuunga kabisa mkono kwa vifaa iliyoruhusu kabisa walimu kutoa mafunzo hiyo bora na kwa bure. Ndiye ubalozi wa Urusia ku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi katika masemi yake kiongozi mkuu wa kituo hicho John Makanzu alisifia kabisa mapatano ya ubalozi ya Urusia katika mafunzo ya lugha na utamaduni ya Urusia ku DRC. Basi kupitia kabisa mashirikiano huyo tunawatolea kabisa wanafunzi mafunzo hiyo ya lugha ya Urusia ndani ya DRC. Kwa kuonesha kabisa msimamo wao nyuma ya FARDC, msingi Kamba iliongoza kabisa siku kuu na wamama wapungufu ama walemevu, wajane pia vipofu. Tufuate. Tunakuya leo iko juu ya fete yetu ya bamama. Papa Kamba anapokea babwana wetu hapa chaque fin du mois. Mungu kabisa mubariki sana parce que tunaona kama bitu yote yenyewe na bapaka babwana wetu tunapokeaka yao
anatuwaza vile kumwisho mwezi ya mois de mars, anatuwaza tuka tunapata manguo, tunapata na savon na sukali na kakitu kidogo nya tutila kwa envelope. Mungu amubariki, amrudishie mingi, atuka gishi kwa tuwaza. Et puis tout remerciement ku president wetu Fachi Beton, Mungu kabisa amubariki sana na gishi kwa msoutenir baba yetu kuyote gishi papa Kamba katufanishia na bwana yetu. Mungu kabisa amubariki. Upande mwingine ni wa mama wa engineer waliweza kabisa kuhimiza mabinti wa mtaa Bandalungwa kuhusu salongo juu ya kuweza kutoa uchafu ndani ya mtaa huo. Tumfuate mama Antoinette Lukalu. Seremoni ya leo tunakuja nje kusensibilize watoto ba muhimu masomo ya salongo juu ya kusema baopte juu ya maetide scientifique na technique. Juu monde tuko na evoluer leo, hiyo maetide ndio ingeta ba permettre kupata makazi, ndio yenye bitu tuko na leo. Institut iko na former batoto muma technique yote, maçonnerie, menuiserie, électricité et tout. D'ailleurs tuko na furaha mingi sana, tunaona watoto wetu wanamuke wanatoka mkufabriquer brick, banabewa mchanga na sima, banafabriquer brick pale. Wao sisi tunawajaka tu sima nikala watoto wanao ndio wanafanya mabrick, banataka mabrick. Leo tunaona watu wanamuke wanafanya mabrick. Juu ya ceremony ya leo hii tuseme tuko na bitu tu, objectif hiyo tuko tu ni moya, juu ya kusensibiliser watoto wanamuke wajua sema akikalake servo ya mwanamke na servo ya mwanaume. Ni katika habari ya Bandalungwa ndio tunatoa nanga kwa habari ya jioni leo. Tunapiga asante kwa wote leo tufuata kwa makini nyumbani kwao. Asante kwa wafundi leo tuwezesha ili tuweze kwa peperusha taarifa habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Naacha nafasi kwa Godefroid Kabundi pamoja na Rosette Ntwala katika lugha la Chiluba. Jioni mwema.